Na inaelezwa kuwa zaidi ya 65% ya wananchi nchini Tanzania wanajihusisha na masuala ya kilimo, na Tanzania ni miongoni mwa mataifa ambayo yanategemea zaidi kilimo ukilinganisha na sekta nyingine. Hivyo ni ngumu sana kuepuka masuala ya mbegu ama ubora wa mbegu katika uzalishaji wa mazao mbalimbali ili kupata mavuno ya kutosha kwa ajili ya chakula na kwa ajili ya biashara. Na neema hiyo inahitaji elimu ya kutosha kuhusu kilimo na mbegu bora katika uzalishaji. Sasa tunayo mamlaka ama taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu nchini TOSCI, na hapa tumemwalika mkurugenzi wake mkuu Nyasebwa Chimagu. Mkurugenzi, karibu sana. Asante sana. Habari za Goodluck? Nzuri. Naam, tunafurahi kuwa na wewe kwenye matangazo yetu na tunaamini kwamba kiasi kikubwa ama sehemu kubwa ya Tanzania watanufaika. Kama tunafahamu nature ya nchi yetu, wengi wanajihusisha na masuala ya kilimo. Yani kabisa, hakika. Na mnaweza kutupa tu kwa muhtasari shughuli ambazo mnazifanya kama taasisi? Asante sana mtangazaji Goodluck. Taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania ambao kifupi ni TOSCI, ambao ni kwa Kiingereza Tanzania Official Seed Certification Institute, ni taasisi ya serikali iliyo chini ya Wizara ya Kilimo, ambayo imeanzishwa kwa mujibu wa sheria ya mbegu namba 18 ya mwaka 2003. Na kwa nini swala hili likawekwa kwa msingi wa sheria? Ni kwamba mbegu duniani kote ni moja ya bidhaa ambayo inasimamiwa na serikali, tunaita regulated product. Na kwa nini serikali inakuwa na maslahi? Ni kwa sababu swala la mbegu ni swala la usalama wa chakula, lakini swala la mbegu pia ni usalama wa nchi. Kwa hiyo kutokana na msingi huo ni lazima serikali ihakikishe kwamba bidhaa ya mbegu inasimamiwa kuanzia uzalishaji mpaka inapofika kwa mkulima aweze kuizalisha. Na maana yake ni kwamba ili mkulima aweze kufanya kilimo biashara, msingi wake mkubwa ni mbegu bora. Na maana yake kwamba tafiti zilizofanyika ikiwemo hapa nchini wa mwaka 2021 kwa wakulima waliohojiwa walionyesha kwamba kati ya 25% mpaka 35% ya tija inayopatikana mchango wake unatokana na mbegu. Maana ni kwamba hata kama ungetumia mbolea na pembejeo nyingine, kama mbegu bora hujatumia, maana yake ni kwamba ni kama zile pembejeo nyingine unaingia hasara. Kwa hiyo tunasema mbegu ndo msingi wa kilimo biashara, mbegu ndo msingi wa kipato cha mkulima kwa maana ya kuzalisha kwa tija, lakini matokeo yake pia yanakuwa ni makubwa kwa taifa kupata fedha za kigeni. Kwa hiyo kupitia taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania TOSCI, maana kwa sheria hiyo ya mwaka 2003 ikaanzishwa hii taasisi, ambayo ni taasisi yenye makao makuu yake Morogoro, lakini tunazo pia ofisi za kanda. Tunao kule Nyanda za Juu Kusini Njombe, lakini tunao kaskazini kule Arusha, tunao kanda ya Ziwa pia kule Mwanza, lakini pia na Mtwara kwa kanda ya kusini. Lakini na sasa hivi tunaimarisha ujenzi wa maabara kwa sababu ukuaji wa sekta ya mbegu umekuwa ni mkubwa. Kwa hiyo ili huduma zetu ziende kwa haraka, hususan swala la vipimo kwenye maabara, tunapanua wigo. Kwa hiyo tutajenga pia maabara mkoa wa Tabora, lakini tutaimarisha pia Mwanza, tutaanzisha mkoa wa Mbeya pamoja na Dodoma na maeneo mengine kadri inavyohitajika. Kwa hiyo jukumu letu kubwa la taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania TOSCI ni kudhibiti na kudhibiti ubora wa mbegu nchini. Tunaposema kudhibiti, maana yake ni kuhakiki ule ubora wa mbegu kulingana na viwango vilivyopo. Kwa kulingana na sheria na kanuni, kuna viwango vya aina mbalimbali vya kudhibiti ubora. Kwa hiyo hapo ni kudhibiti, maana yake kwamba mtu anasajiliwa na tunakagua hatua zote kuanzia uzalishaji mpaka inatoka product ya mbegu kwa ajili ya mkulima. Tuna verify. Lakini una verify kulingana na viwango. Lakini kudhibiti maana yake ni kwamba tunaamini kwamba kwa mujibu wa sheria mbegu yoyote ambayo inatakiwa iwe sokoni ni lazima iwe imesajiliwa. Na sio tu kusajiliwa, maana yake lazima sisi TOSCI tuwe tumethibitisha ubora. Na maana yake wale ambao wanakuwa na kiuka, maana yake tuna regulate, tunadhibiti kuhakikisha kwamba hakuna mbegu ambazo ni fake ambazo zimeingia sokoni kinyume na utaratibu. Ndio maana utaona katika vipindi mbalimbali wao mnaona pia tunafuatilia, tunakagua kote nchini kwamba wale wote wanaokiuka sheria ya mbegu huwa tunawakamata na tunawafikisha kwenye vyombo vya sheria. Kwa maana wazalishaji sio
anaweza kawa mzalishaji, anaweza kawa sio mtu ambaye amesajiliwa, kwa maana ni watu wote wenye nia ovu ambao wanataka kupata kipato kwa njia zisizo halali kwa kuwalaghai wa Tanzania, kwa maana kwa sababu wakulima wana mwamko wa kilimo biashara, kwa naamini kwamba akiuza mbegu ambazo ni feki kwa udanganyifu na kwa matumanio wa wakulima, kwa sababu tayari wakulima wa Tanzania wanajua umuhimu wa mbegu bora, kwa na walaghai kwa kuweka vifungashio ambavyo sio halisi na taarifa ambazo sio halisi. Kwa sisi tukipata hiyo product, tukipima, tunahakiki kwa maabara na kwa kumbukumbu ambazo tunazo, tunajua hii mbegu ni halisi au sio halisi. Kwa hiyo hao tumekuwa tukiwakamata na tumekuwa tukitoa tahadhari kubwa sana, na sasa hivi tangu mimi nimetolewa na hii nafasi kama mkurugenzi mkuu, nadhani wanaona kabisa, na tumewapa maonyo kwamba sisi tukiwakamata tunawafikisha kwenye vyombo vya sheria. Na sasa hivi kuanzia tu kipindi cha Julai mpaka saizi Oktoba, tunayo kama mashauri 6 ambayo tayari yako kwenye mahakama na kwenye polisi. Kwa hiyo hiyo jukumu ni moja, lakini pia jukumu letu kwamba mtu anayetaka kusajiliwa kuzalisha mbegu tunamsajili. Ndio. Lakini anayetaka kuuza mbegu pia tunamsajili. Lakini pia hata ukitaka kuagiza mbegu pia tunakusajili. Kwa hiyo maana yake udhibiti wa ubora wa mbegu tunaofanya sisi kama TOSCI chini ya Wizara ya Kilimo ni mbegu zote zinazozalishwa hapa nchini au zinazoagizwa nje ya nchi, lakini ambazo tumezisajili hapa nchini. Kwa hiyo ni kuhakikisha kwamba mbegu bora zinawafikia wakulima. Kwa hiyo ndio jukumu letu la msingi. Katika kudhibiti ubora, ni vitu gani ambavyo hasa mnaangalia kutambua hii mbegu inakuwa ni bora ama si bora, maduni? Au mbegu bora ni ipi? Kwanza, mbegu bora ni ile ambayo imefuata hatua zote kuanzia hatua ya utafiti mpaka inazalishwa na inasajiliwa, tunaitambua, maana yake ina sifa maalum. Nitolee mfano, kwenye zao la mahindi tunazo aina zaidi ya 200 aina tofauti, aina. Maana unavyosema aina, maana yake ni kwamba ni mbegu ya mahindi. Kwa mfano nitolee mfano aina ya UH-F6-303, hiyo ni mbegu. Wakati mtafiti anafanya utafiti aangalia aina gani anataka kuja kugundua mbegu ambayo inakuja kutatua matatizo mahususi ya mkulima. Kwa mfano inaweza ikawa ni mbegu ambayo inakuja kukabiliana na ugonjwa au mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo hiyo mbegu inatakiwa hadi itoke iwe na sifa tofauti na zingine zote zilizopo. Kwa hiyo ukiongelea UH-F6-303 ni tofauti na SC 719 ambao wakulima wengi wamezoea kuita tembo. Zina tofauti kwa maana ukanda, uwezo wa kuzalisha, kwa maana mfano zingine zinakuwa ni tani 5 mpaka tani 9, lakini uwezo wa kuhimili ustahimilivu wa magonjwa ni tofauti, lakini zina sifa pia za hali yake. Mfano zingine ni namna ambavyo ukishasaga mahindi inakuwa na mwonjo wa aina gani. Kwa hiyo ili tuseme hii mbegu tumeisajili, maana yake lazima ni mbegu mpya, aina mpya ambayo ni tofauti na zingine. Kwa hiyo zinazozisema zaidi ya 200 kwenye mahindi zina sifa tofauti. Sasa hiyo inaanzia hatua ya utafiti. Ikitoka kwenye hatua ya utafiti, kuna kamati ziko za kitaalamu. Moja hapo ni kamati ya majaribio ya umahiri ambayo inaangalia kwamba viwango tulivyoviweka, kwa maana mfano shamba linakoshauriwa lazima tulisajili shamba, na kwenye mahindi kwa mfano lazima kusiwe na mazao mengine ya mahindi kwenye hilo shamba la mbegu, kwa sababu ili kutoingiliana na uchavushaji. Kwa hiyo baadaye inaenda hatua mpaka inakuja kwenye kamati ya taifa ya mbegu. Hiyo mbegu sasa kwamba ni mbegu aina mpya ndio inaingia kwenye katalogi ya taifa. Sasa hiyo ni hatua ya usajili tu. Kwa hiyo ukishasajili ni sawa ambavyo leo ungeona maji yako ya Uhai, kuna maji Kilimanjaro, hayo yote maana yake ukienda TBS wanajua tofauti zake. Kwa hivyo kwenye kilimo ukisema aina za mahindi, mbegu, ukija kwenye viazi, mtama, hivyo ni tofauti. Sasa tunapokuwa tunahakiki, tunaangalia zile sifa ambazo tulizisajili. Kwamba hii mbegu ndo imekidhi na iliyo sokoni ni hivyo. Kwa hiyo kusajili kwa hatua ya ugunduzi ni hatua moja. Kwa hiyo kila mwaka mtu ambaye anataka kuzalisha mbegu, maana yake cha kwanza tunaangalia, je, hiyo mbegu inayotaka kuzalishwa iko kwenye kanzi data yetu?
Hiyo ni ya kwanza, lakini anapata wapi vizazi? Kwa sababu kwenye mbegu kuna madaraja mbalimbali. Kwa mfano kuna daraja la kwanza tunalosema ni mbegu ya mtafiti, hiyo ndo mbegu mama. Yeah. Lakini baada ya hapo, ili mbegu hatua ya kumfikia mkulima, maana yake kuna mbegu tunasema daraja la awali. Ikitoka hapo kuna daraja la msingi kwa maana ya basic seed. Sasa basic seed hii ndiyo ambayo inatoka kwa mtafiti, inaweza ikawa imezalishwa na ASA ambao ni wakala wa mbegu za kilimo, lakini pia inaweza kutoka kwenye sekta binafsi. Sasa hiyo mbegu ya msingi ndiyo ambayo inazalishwa sasa kwa wingi ili imfikie mkulima katika daraja tunaloita daraja lililothibitishwa ubora kwa maana ya certified seed. Kwa hiyo hilo ndo daraja ambalo ni daraja ambao mkulima ni mbegu inayotakiwa imfikie mkulima. Lakini kuanzia mbegu mama hiyo iko kwa mtafiti. Mbegu ya awali ni kiwango kidogo cha mbegu ambacho kina ubora wa hali ya juu, inaenda kizazi kingine cha tatu ambao ni daraja la msingi basic seed. Yeah. Na ya mkulima ni ile daraja la lililothibitishwa ubora. Kwa hiyo naona hizo hatua karibia 4 ndo hiyo hatua ya mkulima anayotakiwa kupata mbegu. Sasa katika hilo kila daraja kuna sifa zake kwamba ubora wake una kiasi gani, lakini kuna mazao pia mengine maalum ambayo tunaangalia kulingana na hitaji ya soko. Kwa mfano kuna dawa aina ya mbegu, kwa mfano kama soya, ukipata soko kama la China wanahitaji kuangalia hata kiwango cha mafuta kikoje. Kwa lazima hizo sifa zote bainishi ziwe tumeziweka. Kwa hiyo katika udhibiti wetu wa ubora tunaangalia sifa ambazo mbegu hiyo imesajiliwa. Mnahusika na kudhibiti na kudhibiti ubora wa mbegu, kusajili mbegu hata zile ambazo zinatoka nje ya nchi. Sasa kwa sasa hivi ni kiasi gani cha mbegu tunazalisha Tanzania, kiasi gani tunatoa nje ya nchi? Ya tukieleza kwa kweli katika serikali ya awamu ya 6 ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mtaona kabisa kwamba Mheshimiwa Rais amekuwa na kipaumbele kwenye kilimo. Moja hapo kuongeza bajeti ya kilimo, na kwenye eneo hilo pia ni kwenye eneo la mbegu ambapo bajeti karibia bilioni 80 zimeenda kwenye swala la utafiti na uzalishaji wa mbegu. Na kwa nini? Ni kutokana na maelezo niliyotoa awali kwamba uweze ukafanya kilimo biashara bila kuhakikisha kwamba una uhakika wa mbegu. Kwa hiyo utaona wakati Mheshimiwa Rais anaingia madarakani, unaona kwa mfano kiwango cha mbegu tu ambayo kilikuwa kinazalishwa hapa kilikuwa upatikanaji wake tani 44. Lakini sasa hivi kwa msimu wa 24-25 tumefikia tani 72,000. Na kati ya hizo ambazo zimezalishwa hapa nchini ni tani 56,000 ambao ni sawa na 79%. Yeah. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba tumeanza kupunguza utegemezi wa kuagiza nje ya nchi na kujitegemea, na mwelekeo wa Mheshimiwa Rais na hasa kwa awamu yake ya pili nao kuja ni kuhakikisha kwamba tunajitegemea kwa mbegu, kwa sababu usalama wa mbegu ndio usalama wa chakula, ndio usalama wa taifa. Kwa hiyo kwa sasa hivi tumefikia tani 72,000 kwa maana ya mbegu bora ambazo tumezihakiki sisi TOSCI. Kwa hiyo mwelekeo wetu ni kuhakikisha kwamba mazao yako ambayo sasa hivi yamechipukia kibiashara, ambao kazi yetu ni kuwezesha wafanyabiashara lakini na wazalishaji ili waweze kuzalisha mbegu kulingana na soko, kwa sababu sio swala tu la mbegu, ni mbegu gani inahitajika sokoni. Kwa mfano ukiacha mazao ya nafaka, sasa hizi kuna mazao ambayo yamechipukia ambao tunahamasisha taasisi za umma na sekta binafsi ziweze kuzalisha. Kwa mfano moja ya mazao hayo ni mazao ya jamii ya mikunde. Unaongelea mbaazi, choroko, dengu. Haya ni mazao ambayo sasa hizi yanaipukia kwa soko la ndani na nje ya nchi, na hii kutokana na Mheshimiwa Rais kufungua masoko. Lakini yako pia mazao yanayotokana na miti, kwa mfano parachichi. Tumefungua masoko, Mheshimiwa Rais amefungua masoko China, Afrika Kusini, India. Ndio maana unaona hivi karibuni na wale umeona tumetangaza aina mpya za mbegu za parachichi aina 5. Maana yake kwamba soko limepatikana sawa China, lakini linahitaji parachichi bora. Kwa hiyo tayari hizo mbegu tumeshazisajili, maana yake wakulima sasa watakiwa wapate vyanzo vya miche ya parachichi ambayo imethibitiwa ubora na TOSCI, ili kuhakikisha kwamba anapokuwa anapanda ana uhakika wa mavuno. Tulikuwa tukiona, nadhani na nyinyi mnasikia kwamba mtu anapanda parachichi inarefuka tu aizai. Lakini kwa aina hizi tu maana yake ni kwamba ni mbegu bora ambazo zimethibitiwa. Kwa mwelekeo wetu sasa katika kuhakikisha ndoto ya Mheshimiwa Rais ya kujitosheleza kwa mbegu, maana yake tunahamasisha sekta binafsi pamoja na taasisi za umma kuzalisha aina ya mbegu na kufanya utafiti kulingana na mahitaji ya soko
kwamba soko linahitaji nini, lakini sio tu soko, na changamoto za wakulima ni nini. Changamoto za wakulima ziko kwenye kukabiliana na visumbufu, unaongelea magonjwa na wadudu, lakini pia mabadiliko ya tabia nchi, kwa maana maeneo ambayo yana mvua kidogo, maana yake wagundue aina ya mbegu ambazo zinatatua changamoto za wakulima. Kwa sisi kazi yetu kama TOSCI katika kudhibiti ubora wa mbegu, maana yake kwamba tunafanya kazi ya kuwezesha wadau wote wanaohitaji kuzalisha mbegu ili kuhakikisha kwamba taifa letu linajitosheleza kwa mbegu. Na unaweza kutupa uelewa hasa katika aina ya mbegu ambazo zinazalishwa, maana kuna zile ambazo zinakuwa za asili kuna nyingine za GMO, nyingine zinakuwa pia za aina tofauti. Labda utuambie kwa hapa nchini ni aina zipi ambazo sisi tunalenga hasa? Ni kweli kwamba kuna mbegu mbalimbali na mbegu zinatokana na aina ya teknolojia ambayo inatumika kwenye kuzalisha. Sisi kwenye taifa letu kwamba kwa mfano hizo mbegu za GMO ambazo ni mbegu ambazo zimebadilishwa nasaba. Sisi sheria yetu haturuhusu matumizi ya mbegu za GMO. Kwa mbegu zetu ambazo tunazizalisha na kwa mujibu wa sheria zinatokana na sayansi ya kuhakikisha kwamba mgunduzi au mtafiti anagundua aina ya mbegu ambayo inatatua changamoto kwa kuangalia nasaba kwa jamii inayofanana, ili anapoangalia nasaba, kwa mfano kwamba hii inaweza ikawa ni nasaba ya mbegu ambayo yenyewe inatoa mavuno mengi, lakini ina mapungufu kwa maana aina hiyo inashambuliwa na magonjwa. Kwa natafuta nasaba ambayo ina sifa ya kukabiliana na magonjwa. Ukiunganisha unapata aina ya mbegu mpya ambayo inakuwa ina sifa zote, kwamba inatoa mavuno mengi lakini wakati huo inakabiliana na magonjwa. Kwa hiyo mfano kuna mbegu tunaita za chotara, maana yake ni sawa na tu hapa tungesema kwamba baba mrefu mama mfupi, au yanatoka huyu ni ana rangi fulani, kwa hiyo ubora wa huyu na huyu ndio teknolojia inayotumika. Lakini pia kuna hybrid. Lakini kuna mbegu zingine tunasema za uchavushaji huria kwa maana ya OPV ambazo zinatokana na mazao ambazo zinatoka, kama kwa mfano T105 ni moja ya mbegu ambazo zinafaa katika maeneo ambayo hayana mvua nyingi. Kwa sisi nikieleza tu kwa kifupi kwamba GMO hapa nchini sisi kwa sasa kwa matumizi ya kibiashara ni marufuku, isipokuwa wanataalamu na kwa mujibu wa sheria zilizopo ya biosafety na sera zake inaruhusiwa kwa ajili ya utafiti. Kwa sababu ni vizuri pia tusiwe nyuma ya dunia kwamba teknolojia hizi ni zipi, ili pia tuwe na uwezo wa kufanya detection, kwa sababu kama kazi yetu ya kudhibiti, maana yake lazima tujue kwamba kinachoingia au kinachotoka kinalingana na viwango vilivyopo. Kwa mfano kama ni mbegu za GMO, maana lazima tudetect. Kwa kwenye sayansi hatuko nyuma ya kuhakikisha kwamba tunajenga utaalamu katika detection ya masuala ya GMO. Sasa kabisa. Lakini sasa mnawajengea vipi uwezo wa kulima kuweza kutambua hizo mbegu, kujua hii ni kwa ajili hii, kwa sababu inaonekana kama bado elimu haijakolea kwa wakulima, na unakuta wengine wanauliza ni mbegu gani ambayo ni bora kutumia katika mazingira fulani. Kama taasisi mnafanya nini kuwapa pia uelewa wa wakulima kuweza kujua aina ya mbegu ambazo zinaendana na mazingira waliopo? Cha kwanza ambacho tunakifanya, mbegu ambazo zikishakuwa zimefikia hatua ya mwisho ya usajili, ambao mamlaka ya mwisho baada ya Mheshimiwa Waziri kutangaza, sisi ukiingia kwenye website yetu, tovuti ziko pale orodha, lakini pia tunatoa kwenye umma kwamba hii ni aina ya mbegu ambayo imesajiliwa. Hiyo ni hatua ya kwanza. Lakini moja ya kazi kubwa ambayo tunaifanya TOSCI kwa kushirikiana na wazalishaji wa mbegu ni elimu ya matumizi ya mbegu bora, ili kuwe na adoption, kwa sababu mbegu ni sifa kuu mbili. Kwanza kama bidhaa, kwanza ni teknolojia, kwa maana mkulima anaangalia mbegu teknolojia kwamba itatue changamoto zake. Lakini wakati huo mbegu inachukuliwa kama aina yoyote ya bidhaa, yani kama unavyoangalia kwamba ununue nini, gharama gani. Sasa huo muunganiko ndo unafanya mkulima afanye maamuzi. Sasa tuna tatizo la adoption, yani mwitikio wa matumizi. Kwa hiyo tunachokifanya sasa hizi kwa kushirikiana na wazalishaji, kwa maana mfano makampuni binafsi na wakala wa mbegu za kilimo, ni kuhakikisha kwamba mbegu hizi tunazifanyia promotion ili wakulima wazifahamu, wazitumie. Ndio maana utaona kwenye sehemu za barabarani
baadhi ya kampuni na wazalishaji wanaweka matangazo na kufanya majaribio ili waweze kuona umuhimu wa kutumia mbegu bora, kwa sababu mkulima ili aweze kuamua kununua mbegu bora maana lazima au ameridhika na matokeo. Kwa malengo ya majaribio haya yanayofanyika mashamba darasa ambao tunashirikiana na sekta binafsi ni kuhakikisha kwamba mkulima aelewe umuhimu. Hiyo ni moja. Lakini hatua ya pili, tunatoa elimu pia ya kuweza kuhakikisha kwamba watambue aina ya mbegu bora zikoje. Kwa hiyo mbegu kwa mfano ambayo imethibitishwa na TOSCI inakuwa kwenye vifungasho maalum ambao vina taarifa muhimu. Kwa mfano taarifa muhimu kwenye mbegu kama ambavyo unaweza ukaona hapo, lazima inakuwa na lebo ya TOSCI. Lakini pia mbegu hiyo kama haina lebo ya TOSCI, hiyo sio mbegu bora, hatuitambui. Maana yake lazima sasa tufuatie, ndio maana udhibiti ule. Ndio maana unaona tunakagua kwenye maduka, tunakagua kwenye viwanda, tunakagua kwenye gala, tujiridhishe kwamba bidhaa za mbegu zilizoko sokoni zimethibitishwa ubora. Ni kama bidhaa ambayo haijathibitishwa na TBS, bidhaa nyingine. Ndio hivyo hivyo. Ndio maana sisi tunathibiti kwa maana uhakiki, lakini pia tunafuatilia kuhakikisha kwamba bidhaa zilizoko za mbegu ni bora. Kwa hiyo ina lebo ya TOSCI, lakini taarifa nyingine za ziada zilizoko kwenye vifungashio ni aina ya hiyo mbegu. Kwa mfano mahindi, lakini sio tu mahindi, aina gani? Labda SC 719. Lakini haitoshi tu hiyo, lazima ni ya kampuni gani, mzalishaji. Kwa hiyo inakuwepo pale taarifa, lakini inaeleza fungu, lot number ni ipi. Inakuwa na taarifa nyingine, imefanyiwa ukaguzi lini. Lakini hiyo kama haitoshi, inaeleza pia inafaa maeneo gani. Lakini ili pia uhakiki, tumeenda pia katika swala la kidijitali kwamba Wizara ya Kilimo ina vipaumbele mbalimbali. Vipaumbele mojawapo, viko vipaumbele 6. Mojawapo ya kipaumbele inayotekeleza Wizara ya Kilimo ni kipaumbele cha matumizi ya tehama. Kwa hiyo sisi TOSCI pia katika kudhibiti ubora wa mbegu, katika lebo hizi tunatumia matumizi wa kidijitali. Katika lebo zile kuna eneo kiangalia kama ambavyo watazamaji wameona kwenye zile lebo, kuna eneo ambalo ni la kijivu au eneo ambalo ni la giza pale unakuangua kama ambavyo unakuangua wakati wa vocha. Kwa hiyo utaona kuna namba pale. Unaingiza kwenye simu yako tu ya kiganjani, unaandika nyota 148 nyota 52 leli, unaingiza zile namba. Ukiingiza zile itakwambia mbegu hiyo ni halisi au sio halisi. Kwa hiyo pale ambapo sio, maana yake mkulima anatoa taarifa katika kuchukua hatua. Kwa hiyo hiyo ni namna ambavyo tunashirikisha wakulima na wadau wote kuhakikisha kwamba wasinunue mbegu ambazo hazina lebo ya TOSCI. Lakini pia pale ambapo tunagundua katika ukaguzi wetu, tunawachukulia hatua. Kama ambavyo nimesema, kuna mashauri mbalimbali ambayo yako kwenye vyombo vya sheria kwa ajili ya kuchukua hatua wale wanaobainika kuwa wamevunja sheria ya mbegu. Kwa sasa tunazungumza kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi. Kuna namna yoyote hili linaweza kuathiri uzalishaji wa mbegu, hasa hizi ambazo zimekuwa zikitumika, na kama taasisi mnafanya nini katika hili? Teknolojia ni mwendelezo, hakuna ukomo kwenye teknolojia. Kwa hiyo kama hizi mbegu ambazo tayari tumezisajili zilizoko kwenye mazao mbalimbali, mahindi, mpunga, kwenye parachichi, mtama, ngano, zipo. Kazi yetu moja sisi kama TOSCI katika ukaguzi wetu pia ni kuwajulisha watafiti juu ya changamoto zozote zinaweza zikatokea katika hiyo mbegu. Kwa mfano mbegu inaweza ikawa imegunduliwa mwaka tuseme labda 2000, ilikuwa ina sifa muhimu, mavuno mengi, inakabiliana labda na magonjwa. Lakini kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi tunawafanya ukaguzi, kwa sababu ubora tunao ukagua, labda nieleze ukaguzi wa ubora tunaofanya. Kwanza tunafanya ukaguzi shambani. Maana yake mbegu kama mbegu ni kama zao lingine. Maana yake mbegu mle tunaangalia rangi, kwa sababu sifa ya jani inakuaje, ikitoa mbelewele kama ni mahindi inakuwa na rangi gani, zote zile. Magonjwa gani ambayo inahimili. Kwa hiyo tukikuta dalili zozote labda tofauti na zilizokuwepo mwanzo, labda inashambuliwa na magonjwa, kwa hiyo yule mtafiti tunamjulisha kwamba hiyo mbegu imeanza kuleta utofauti na jinsi tulivyoisajili. Maana yake kuna jukumu la kufanya utafiti, kugundua aina nyingine ya mbegu ambayo inakabiliana na hali ya mazingira ya sasa. Ndio maana nilivyosema hizo aina 200, maana yake zina sifa tofauti. Vinginevyo ungeweza kusema tuwe na aina hii moja, lakini ziko nyingi na zitaendelea, kwa sababu changamoto kama unavyosema mabadiliko ya tabia nchi zinakuja kila siku. Kwa hiyo ni jukumu letu TOSCI
kushirikiana na watafiti kuwapa feedback kwanza ya wakulima pia, kwa sababu kwenye pia tunapata maoni ya wakulima wanakabiliana na changamoto gani. Kwa hiyo maana yake kwamba swala la utafiti, ndio maana unaona kwenye bajeti ya Wizara ya Kilimo eneo moja kubwa ni utafiti, kwamba kila wakati wanasayansi waweze kugundua na kutafiti aina ya teknolojia ikiwemo mbegu ambazo zinakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo unakuta kwamba maeneo ambayo labda mvua zinapungua, ambao zamani kulikuwa na mvua nyingi, kwa lazima tuhakikishe kwamba tunapata aina ya mbegu ambazo zinalingana na maeneo hayo. Lakini sio hivyo tu, pia soko linahitaji nini kama nilivyosema. Kwa hiyo kama mfano watu wanahitaji labda mahindi ya njano kwa mfano, saizi kuna mwelekeo kwenye ufugaji. Maana yake mahindi ya njano ambao ni kwa ajili ya chakula cha mifugo, mle contents zake labda kuwe na fats kiasi gani, protini, hivyo vyote lazima viwepo. Kwa hiyo mwelekeo wa utafiti ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na mbegu bora ambazo zinajibu changamoto zilizopo kwa wakati huo. Naam, shukrani sana. Ni Nyasebwa Chimago, mkurugenzi mkuu Taasisi ya Kudhibiti Ubora wa Mbegu nchini. Tunazungumza naye hapa kuhusiana na mengi, tutarejea kuendelea baada ya mapumziko. Naam, tunaendelea na matangazo yetu kama ambavyo umekuwa ukifuatilia. Tunaye hapa Nyasebwa Chimago ambaye ni mkurugenzi mkuu wa Taasisi ya Kudhibiti Ubora wa Mbegu Tanzania, TOSCI, tukizungumza naye kuhusiana na masuala mbalimbali kuhusu shughuli wanazozifanya, lakini hasa zaidi namna ambavyo wakulima nchini Tanzania wananufaika na taasisi hii ambayo inathibiti na kudhibiti pia ubora wa mbegu ambazo zinatumika katika uzalishaji wa mazao mbalimbali. Mkurugenzi, kuna mbegu hizi za kisasa, kuna hybrid kama ambavyo ulielezea, lakini kuna mjadala mkubwa ambao umekuwepo kuhusu kupotea kwa vitu vya asili, yani vitu ambavyo vinazalishwa kwa njia ya asili, from the scratch, mbegu za asili, uzalishaji wa asili, na kuna watu wengine wao wanapenda tu vitu vya namna hiyo. Na wenyewe kama taasisi mnawafikiria vipi na vipi kuhusiana na mbegu zile ambazo ziko katika mtazamo wa namna hiyo? Ya, ni kweli. Kwanza kama nchi ni jukumu la kulinda urithi wa mali zilizopo ikiwemo nasaba za mimea. Hilo ni jukumu la msingi sana, kwa sababu msingi wa utafiti wowote, hata hizi hybrid nilizozisema, msingi wake maana ni nasaba za mimea ambazo zipo katika mazingira yetu. Sasa bahati nzuri serikali yetu ya awamu ya 6 na chini pia ya Wizara ya Kilimo chini ya Mheshimiwa Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Hussein Bashe, kwamba wizara iliona umuhimu wa kuona namna gani pia kama nilivyosema kwamba mbegu mahitaji ya soko yanahitaji nini, lakini pia na wakulima wanahitaji nini. Kwa ni jukumu la serikali kusikiliza na kuona soko linahitaji nini, lakini pia wakulima wanataka nini. Kwa moja wapo imekuwa kwenye mbegu za asili. Asili kwa maana kwamba ni mbegu ambazo zimekuwepo kwenye mazingira ya wakulima kwa miaka mingi walizozizoea kulingana na sifa mbalimbali walizonazo. Hizi ni zimekuwepo, lakini kutokana na kutokuwepo na utaratibu, hizi baadhi ya mbegu ambazo zimekuwa zikiitwa za asili zimekuwa zikipotea. Na kwa hiyo kwamba watu wanatamani kwamba mtu awe na mahindi au aina ya mpunga ambao ameizoea. Sasa hiyo imekuwa ni changamoto. Sasa nini tumekifanya kupitia Wizara ya Kilimo na TOSCI ambao tumekifanya? Kwanza kwa kushirikiana na watafiti na wakulima wenyewe ni kuziainisha na kuzitambua ziko wapi, kwamba hizi tunazosema si ziko wapi. Kwa hiyo tumefanya hiyo kazi, na sio hivyo tu. Ukiona kwenye hotuba ya waziri wetu wa kilimo Mheshimiwa Hussein Mohamed Bashe, moja ili tuondokane na hilo tatizo ni kuhakikisha kwamba tunatengeneza, tunakuwepo na gene bank au benki za kuhifadhi nasaba za mimea. Kwa hiyo utaona saa hizi kupitia Wizara ya Kilimo chini ya TARI kuna gene bank ambazo zitajengwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hizi nasaba za mimea ambayo ipo asili katika zinahifadhiwa kwa ajili ya vizazi na vizazi, ili tusipoteze asili yetu, lakini pia ziwepo kwa ajili ya kufanya rejea ya utafiti. Kwa hiyo hiyo ni moja ya kazi inayofanyika, lakini ya pili kama nilivyosema kwenye kuzitambua na kuzifanyia sasa ziwe na sifa bainishi, kama ambavyo nimeeleza kwenye mfumo wa rasmi kwamba ukisema aina ya UH6303 ina sifa zake. Hii mbegu ya asili hii ya mahindi, ya maharage, tule na bwana mfano zipo,
shingo ya mwali, tuna majina hayo ya kiasili. Hii ina sifa gani? Sasa hiyo kazi tumeshikana wakulima na watafiti, na kwa sasa hivi tu nitoe taarifa kwamba kwenye mahindi tayari tunazo aina karibia 4 ambazo tumezisajili. Zina sifa zake. Kwenye maharage pia na kwenye papai. Kwa hizo ni zile ambazo tutaendelea na aina nyingine zilizoko kwenye maeneo ya wakulima, ili tujue kwamba shingo ya mwali hii ya mpunga ina sifa gani. Lakini hiyo ni hatua ya kwanza. Ya pili, tukishazijua sifa bainishi, ndio namna ya kuzipata mkulima azipate wapi? Maana hiyo ndio umekuwa mjadala kwamba tunasema ziko wapi? Kwa hatua ambayo inafuata sasa, baada ya kuwa na sifa bainishi na tumezisajili, ni kuhakikisha sasa kwamba tunakuwa na wazalishaji wakiwemo wakulima wenyewe, maeneo maalum yaliyotengwa kwa ajili ya kuzizalisha ili zipatikane kwa wingi. Ili kama ambavyo unahitaji, unavyoenda dukani unakuta hela mbegu ya OPV au hybrid, hii nao tuikute sokoni ikiwa kwenye fungasho na kwenye sifa zake inaelezwa. Kwa hiyo hatua tayari kupitia wakala wetu wa mbegu za kilimo ASA itaanza kuzalisha ambazo tumeshazisajili, lakini na wakulima pia kwenye maeneo yao, ili wakulima wawe na uchaguzi kwamba anataka mbegu gani kwa ajili ya kutatua tatizo gani. Kwa hiyo hiyo tayari serikali tumeifanya, na sisi TOSCI tulipewa hilo jukumu kuhakikisha kwamba tunashirikiana na watafiti na wakulima. Kwa hiyo kazi tutaendelea nayo, lakini kikubwa zaidi ni hii hatua ya Wizara ya Kilimo ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na benki ya nasaba za mimea, gene bank, ambazo sasa hatutakuwa na changamoto ya kuhakikisha kwamba urithi wetu, asili yetu inakuwepo kizazi cha sasa na vizazi vyote vitakavyofuata. Kuna wale wakulima ambao wao wana akishazalisha mahindi au maharage, na hata mimi nishuhudia bibi yangu alikuwa anafanya hivyo, kuna kiasi anatenga kwa ajili ya mbegu. Hichi kingine itakuwa matumizi, lakini hiki hakigusi kwa ajili ya mbegu, na wamekuwa wakiendeleza hivyo. Kila akifanya mavuno anafanya hivyo. Kwa yeye hanunui mbegu, anakuwa anatumia njia hiyo. Nalipi la kuambia wakulima wa namna hii? Na hawa ni wakulima ambao ni wa asili kabisa na wapatikana katika maeneo mengi ya vijijini. Ndio hicho ninachosema kwamba katika kilimo kuna mambo mengi ya kuangalia. Unazalisha kwa ajili ya nini? Unazalisha kwa ajili ya chakula, kwa masoko maalum yanahitaji nini? Kwa pale ambapo mtu ana mbegu ambazo ni zake, amezihifadhi kwa ajili ya chakula chake, anaweza kwa hiyo ni option. Lakini tunapokuja pia kwenye uhimili wa ushindani katika masoko ya kimataifa, lazima swala la teknolojia tuwe nalo. Ndio maana unakuta watafiti wanagundua aina mpya za mbegu zinazokabiliana na matatizo. Inaweza ikawa na sifa muhimu, kwa mfano labda ladha nzuri, lakini inaweza ikawa na changamoto pia zinginezo, kwa mfano mavuno madogo, lakini pia inaweza ikawa inashambuliwa na magonjwa. Lakini katika msingi wa kilimo biashara, maana yake lazima kila wakati uhakikishe kwamba teknolojia unaoitumia inakufanya ushindane sokoni. Kushindana maana yake ni kwamba unapopata mavuno mengi, maana yake bidhaa yako inaenda sokoni mavuno bora, maana yake pia unashindana. Maana yake bei hizi zinatawaliwa katika masoko ya ndani na kimataifa. Kwa mfano kama ni mahindi unataka kuuza nje, bei ziko zinajulikana duniani kwa wastani. Kwa kama umetumia teknolojia chini, maana yake umetumia gharama nyingi, na kwa hiyo ukiuza kwa mfano kilo shilingi 400 au 500 duniani, na umetumia ungeuza labda kwa shilingi 1000, lakini soko halikupatii hivyo. Kwa nini? Unashindwa kuhimili kwa sababu umetumia gharama kubwa. Kwa hiyo tunachosema ni kwamba sisi kazi yetu kama Wizara ya Kilimo kupitia TOSCI, lakini na watafiti, ni kuhakikisha kwamba muda wote mkulima anakuwa exposed kwenye teknolojia ambazo zinaleta majawabu ya changamoto alizonazo, lakini pia mkulima anazalisha kwa ajili ya kitu gani, lakini pia masoko, kama soko linahitaji aina ya hiyo teknolojia, maana yake lazima tuhakikishe kwamba tunaitumia. Kwa hiyo option zipo. Ndio maana sisi kazi yetu ni kumexpose mkulima, lakini na teknolojia ambazo zilizopo mkulima apewe elimu. Kama nilivyosema kwamba tunahamasisha kwamba mbegu bora zilizoko wazitumie, ili wao wenyewe waweze kufanya ulinganifu kwamba hii mbegu ambayo ni bora iko sokoni na mazoea ambayo nimekuwa nikiyafanya ni nini tofauti inayoniletea. Yeye mwenyewe mkulima wala hahitaji kulazimishwa, yeye mwenyewe atajua. Ndio maana wakulima leo hii ukiuliza watakwambia mbegu fulani hatuioni. Kwa nini? Kwa sababu
wanajua walishaitumia na inaletea matokeo makubwa, tija kubwa na mavuno mengi, ziada wanauza pia kwa maana ya kupata kipato, lakini pia kingine wanahifadhi kwa ajili ya chakula. Kwa hiyo mkulima yeye hahitaji kulazimishwa, yeye anatakiwa apewe teknolojia na apewe elimu na yeye mwenyewe afanye uchaguzi. Kwa hizi mbegu zote ambazo tumezisajili, tunashirikiana na wazalishaji wa mbegu kuwapa elimu na maafisa ugani kuhakikisha kwamba mkulima anajua umuhimu wake. Na ndio maana utaona hata kwenye umuhimu wa mbegu Mheshimiwa Rais kwa mfano kwenye mahindi ameamua kutoa ruzuku ya mbegu. Kwa nini? Ili mkulima aweze kuonja utamu wa teknolojia ya matumizi ya mbegu bora. Ndio maana unaona kwenye mbegu bora kwenye mahindi uzalishaji umeongezeka. Wakati Mheshimiwa Rais anaingia ilikuwa nadhani tani milioni 6.4 mwaka 2021. Lakini kwa msimu wa 2025 tumefikia tani milioni 12. Na mchango wake kama nilivyosema ni matumizi ya mbegu bora na kuifanya sasa Tanzania kwenye mahindi pia kama mzalishaji wa 3. Sasa mkulima ndiye anayelima kwa sababu hayo matokeo ya tani milioni 12 waliolima ni wakulima ambao wametumia teknolojia mbalimbali ikiwemo mbegu bora. Lakini pia hivyo imetufanya sisi Tanzania tuweze kuuza katika masoko mbalimbali. Kwa hiyo jukumu letu ni kuhakikisha kwamba mkulima anakuwa exposed na teknolojia ya aina mbalimbali ikiwemo mbegu bora. Katika masoko ambayo Tanzania inauza mpaka sasa imefikia kwa kiwango gani na ni mataifa gani? Tumekuwa Mheshimiwa Rais mmoja kwa sababu msingi kwenye kilimo biashara ni soko. Kwa sababu soko ndo msingi wa kichocheo cha wakulima kuzalisha. Kwa sababu ukiwa na ziada kama una soko unavunjika moyo uwezi kwa ndio wanaona serikali. Kwa hiyo unaona kwa mfano Mheshimiwa Rais kwenye zao la mahindi alivyoingia tu madarakani unakuta tulikuwa na shida hasa kwenye uza nchi jirani. Alifanya mahusiano kwenye mfano zao la mahindi tunawauzia kama Kenya, Burundi, Malawi, Zambia, DRC. Lakini ukija kwenye mazao mengine kwa mfano kama parachichi tumeshafungua masoko ya China, India, Afrika Kusini na masoko mengine ya Ulaya. Hivyo kwenye mbaazi unaona Mheshimiwa Rais ameenda kule India, tumefungua soko la mbaazi na mazao mengine ya jamii ya mikunde tunapeleka. Sasa maana yake kubwa hiyo ni nini? Kwamba wakati masoko hayo yamefunguliwa na Mheshimiwa Rais, maana yake jukumu kubwa la serikali kwa kushirikiana na wakulima na wazalishaji wa mbegu ni kuhakikisha kwamba mbegu zinapatikana, lakini mbegu zenye ubora zinazotatua changamoto zake. Ili hayo masoko ambayo sisi tumeyapata tuweze kusupply, kwa sababu kama hakuna supply maana yake hatuwezi tukaendelea kufikia hayo masoko. Kwa hiyo msingi wa mbegu bora ni muhimu na ndio maana msingi wetu tunahamasisha kwamba mbegu ambazo tumezisajili ziweze kuzalisha wakulima waweze kuzipata kwa wingi. Sasa kabisa kuna baadhi ya mazao kunaonekana kuna gap ya mahitaji na inawezekana ikawa inaanzia kwenye mbegu. Kwa mfano miwa ambayo baadaye inatengeneza sukari. Mfumo wa kutengeneza sukari unaeleweka kwamba kuna baadhi ya viwanda vimepewa hiyo monopoly, lakini sasa kuna kitu kinaonekana kwenye uzalishaji wa miwa, kuna changamoto ambayo inatosheleza mahitaji wakati fulani, kwa mfano hasa msimu wa masika. Sasa sijui kama kuna chochote ambacho kinafanyika ama kinahusu taasisi unayoiongoza hasa kwenye upatikanaji wa mbegu bora za mazao kama hayo ambayo yanaweza yakatusaidia kuondoa gap ile ambayo inaonekana wakati fulani kwenye bidhaa muhimu kama vile sukari. Kwenye sukari kwa maana miwa ni moja zao ambalo pia TOSCI tumesajili aina mbalimbali za mbegu. Kwa hatuna tatizo la mbegu kwenye miwa. Mbegu zipo ambao tumezisajili ambao zinazalishwa kwa ajili ya wakulima na zenye sifa ambayo kiwango cha sukari kinachohitajika. Na uzuri wa modo ya sukari ni kwamba mwenye kiwanda mwenyewe ndiye anayejua aina gani ya miwa ambayo ni hizo aina ya mbegu ambazo tumezisajili. Sasa hicho unachosema uhusiano wa upungufu wa sukari haina uhusiano na swala la mbegu, ni swala la productivity, kwa maana kuhakikisha kwamba viwanda vilivyopo vinazalisha sukari ya kutosheza mahitaji yetu. Na huo mwelekeo unafanyika vizuri sana na serikali. Ndio maana unaona kwenye upanuzi kwenye viwanda ukiongea Kilombero, Kagera Sugar, Mtibwa, vyote hivyo upanuzi wake, Mkulazi, vyote hivyo upanuzi wake ni mzuri. Sasa kazi ambayo tunayo ni kuhakikisha kwamba sasa wakulima wanahamasishwa kuhakikisha kwamba wanaboresha kilimo chao kama ni mashamba mapya. Ndio maana unaona pia viwanda vimekuwa vikiongezeka ikiwemo kwenye mkoa wa Pwani ili kuhakikisha kwamba viwanda
vinakuwepo vya kutosha na kuzalisha sukari ya kutosha. Kwa hiyo kwenye miwa hakikisha tu kwamba kama ilivyo kwenye mazao mengine tunazo aina mbalimbali za mbegu kwenye miwa. Kwa hiyo kubwa ni kuhakikisha kwamba mbegu hizo zinawafikia wakulima ili tuweze kujitosheleza. Kwa shida inayoonekana kwenye uzalishaji manake haina uhusiano na mbegu. Ni swala la upanuzi, kwa sababu kiwanda kinakuwa na ukubwa wake kwamba kinahitaji malighafi kiasi gani. Na hili ukiangalia kwenye takwimu za mpango wa uzalishaji wa miwa ambao kupitia bodi yetu ya sukari, naona kabisa kwamba tunatarajiwa tufikie kujitosheleza kwa sukari ifikapo mwaka 25 26, na ukiona kwenye miradi iliyopo tunajitosheleza. Lakini kujitosheleza, tunapojitosheleza kwa sukari hapa nchini, maana yake pia wawekezaji wamehamasishwa kuhakikisha kwamba sasa tunaruhusiwa kuuza pia nje ya nchi, kwa sababu kama tutajitosheleza maana yake pia lazima tuweze kuuza nje ya nchi, na tayari viwanda vimeanza baadhi kuuza nje ya nchi ili kuhakikisha kwamba mwekezaji ahamasike kwamba sio tu kwa ajili ya sukari ya matumizi ya ndani hapa nchini, lakini pia nchi zinazotuzunguka wengi wanahitaji sukari, sio tu sukari ya matumizi yale ya kawaida, lakini pia sukari ya matumizi ya viwandani ambayo pia ni mahitaji makubwa. Sasa kuna baadhi ya mazao ambayo kwa asili na jinsi ambavyo vinajulikana kwa wengi ni mazao ambayo yanahitaji kusubiri muda mrefu ili yaweze kuleta matunda. Kwa mfano watu wa pwani ambao wanajishughulisha sana na kilimo cha minazi, sasa inachukua muda mrefu, na wengine unakuta ile wanafaidi matunda yake baada ya kurithi kutoka kwa babu zao ambao walipanda miaka hiyo. Kwa tafiti ambazo zimefanyika kwa sasa, kuna matumaini yote ama kuna uwezekano wa kupata mbegu za minazi ambazo zinachukua muda mfupi? Ya, ni kweli zao la nazi moja ya mazao ya kipaumbele kwenye mafuta, kwa sababu Wizara ya Kilimo ina vipaumbele vya mazao. Mojawapo ya eneo ni kupunguza utegemezi wa bidhaa zinazoagizwa nje ya nchi. Mojawapo kwenye sukari, hilo linaenda vizuri, tumeshalielezea, lakini eneo lingine ni kwenye mafuta ya kula. Ambao kwenye mbegu tumefanya vizuri sana mafuta ya kula, hasa kwenye alizeti. Nikitoa tu mfano kwa takwimu, kwenye mbegu bora kwenye alizeti, wakati Mheshimiwa Rais anaingia madarakani, mbegu bora ambayo tumezithibitisha zilikuwa ni kama tani 222 alizeti. Lakini sasa hivi kwa msimu 2025 tumefikia tani 1666. Na kidogo ambazo zimeagizwa kama tani 300. Wanaongea kama tani 2000. Na mwelekeo ni kuhakikisha kwamba tunafikia tani 5000. Sasa utaona lengo ni kuhakikisha kwamba, kwa sababu ukiwa na mbegu bora maana yake unazalisha alizeti, viwanda vinapata malighafi kwa ajili ya kukamua mafuta. Kwa hiyo tumewekeza zaidi kwenye alizeti, lakini pia kwenye michikichi. Eneo la zao ambao pia lina fursa kubwa ni hilo unalosema la minazi, ambao maeneo ya pwani. Sasa hiyo nini kinachokifanya baada ya kuona hivyo? Taasisi yetu ya utafiti wa kilimo TARI, ambao kituo chake mahiri mojawapo kiko hapa Dar es Salaam Mikocheni, ni mahiri kwa ajili ya zao la minazi. Kwa hiyo kienda saizi maeneo ya Mkulanga kote huko Rufiji, lakini kule Tanga yote wanafanya saizi aina ya miche bora ya nazi kwa ajili ya kukagua wakulima. Na sio pia tumeona washirikiano na wenzetu wa India, kuna aina ya miche ambayo ndani ya miaka 2.5 mpaka 3 maana yake unaanza kuona mavuno. Kwa hiyo maana yake ni kupunguza hiyo unayosema ya kusubiri miaka mirefu. Na hiyo ukishapata minazi maana yake una uhakika wa miaka 25 mpaka 30. Yaani hapo unavuna. Maana yake kwamba wewe umekuta mpaka na wengine wanarithi. Kwa kama nilivyosema, kwa msingi ule tuliojadiliana mwanzoni hapa kwamba kila wakati lazima uwe na teknolojia inaendana na wakati, lakini pia kuhamasisha wakulima kwamba mtu baada ya kusubiri miaka mingi apate matokeo ya muda mfupi. Kwa hiyo kwenye nazi, taasisi yetu ya utafiti wa kilimo TARI imeendelea na tayari imeshagawa kwenye mikoa ya kusini kama Lindi na Mtwara baada ya ile Mheshimiwa Rais ambapo ziara yake ya mwaka jana, mojawapo ya zao ambao Mheshimiwa Rais alihakikisha ni zao la nazi, na tayari kuna miche ambayo imeshasambazwa na TARI. Hiyo ni kazi yetu kuhakikisha kwamba mazao yote nimesema kwamba tunadhibiti ubora kulingana na mahitaji. Kwa hiyo sio tu mbegu, kama nashukuru umeongelea nazi. Kwa hiyo mwelekeo wetu sisi wa TOSCI kudhibiti ubora wa mbegu, tutakuwa tunaangalia mahitaji ya soko na kuhamasisha wazalishaji wazalishe ni nini wakulima wanahitaji. Naam, wakati tunakamilisha TOSCI, ni ipi mipango yenu ya muda mfupi na muda mrefu hasa katika kuboresha kwenye sekta ya kilimo eneo la mbegu? Kwanza sisi kama TOSCI, kazi yetu ya udhibiti na udhibiti ubora ambayo ni kuwa taasisi kinara ya kuhakikisha kwamba taifa hili linazalisha mbegu bora kulingana na viwango vilivyopo, na sisi kuwa taasisi wezeshi
ya kuhakikisha kwamba wadau wote wa sekta ya umma na binafsi wanashiriki kwenye shughuli zote za utafiti na uzalishaji. Sasa mwelekeo wetu na kwenye serikali ya awamu ya 6 tayari, mfano serikali imezindua kunao dira ya taifa ya 2050. Yeah. Lakini pia tuna ajenda 1030 ambayo ni mpango wa Wizara ya Kilimo. Lakini pia tuna Agriculture Master Plan, mpango kabambe wa kilimo wa mwaka hadi 2050. Hiyo mipango yote inaainisha mazao ya kipaumbele na mwelekeo wa serikali uweze kufika wapi. Kwa hiyo jukumu letu sasa la TOSC ni kuhakikisha kwamba mazao yote ya kipaumbele yaliyoainishwa kwenye mipango hiyo ya serikali, ni kuhakikisha kwamba wadau tunawahamasisha waweze kuzalisha mbegu kwa ajili ya mazao hayo. Kwa mfano, ukiona hiyo mipango yote, dira ya taifa, Agriculture Master Plan 2050 na ajenda 1030 inaeleza kwa mfano nchi yetu iongeze mauzo ya nje dola bilioni 6 ifikapo mwaka 2030. Sasa unafikiaje? Uweze tu ukafikia tu ghafla. Maana yake lazima, msingi mkubwa lazima kuhakikisha kwamba mbegu bora kwa mazao mbalimbali yanayohitajika sokoni ndani na nje ya nchi yanapata mbegu bora. Kama ni mazao ya nafaka, mazao ya jamii ya mikunde kama nilivyosema, soko ya India, parachichi, soya, maana yake mbegu ziwepo. Kwa hiyo sisi tutashirikiana na wadau wote, ndio mwelekeo wetu. Na hivi karibuni ndani mwezi Disemba tarehe 3 hadi tarehe 4 Disemba tunatarajiwa tuwe na mkutano mkuu wa wadau ambao utahamasisha wadau wote wa tasnia ya mbegu wanaozalisha miche, mazao ya nafaka, jamii ya mikunde, ili tukujadiliane kwa pamoja mwelekeo wa nchi hii kuhusiana na tasnia ya mbegu, kwamba tuko wapi na tunaenda wapi kulingana na mipango ya serikali. Na sisi jukumu kubwa ambalo tutazisimamia zaidi ni kuhakikisha kwamba wale wote wanaokiuka sheria ya mbegu tunawachukulia hatua, kwa sababu pamoja na jitihada za serikali wako pia wenye nia ovu ambao wanawalaghai wakulima kwa kuuza mbegu na kuwa na viwanda bubu ambavyo vinazalisha na kuuza mbegu ambazo hazijathibitiwa ubora. Sasa hiyo kazi tutaifanya vizuri, na uzuri tayari tunafanya kazi vizuri na TAKUKURU. Tumeshafanya engagement na mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU, lakini jeshi la polisi tunashirikiana nao vizuri na ofisi ya taifa ya mashtaka, ili kuhakikisha kwamba hawa wasitukwamishe, kwa sababu kama nilivyosema, mkulima anahitaji aamini. Sasa kama amenunua mbegu ambayo ni feki, maana yake anaamini kwamba huu ni kupoteza mapato. Kwa hiyo tunataka hii uwekezaji wa serikali uwe na tija, maana yake mkulima asikatishe tamaa na wahuni ambao wana nia ovu. Kwa hiyo kazi ya udhibiti tutaendelea nayo, lakini ni kuhamasisha waweze kuzalisha mbegu bora. Na mkurugenzi, tunakushukuru sana. Asante sana kwa kuja kuzungumza nasi, na bila shaka tumepata mengi kuhusu eneo la mbegu. Nashukuru sana. Asante sana. Tunakamilisha hivyo. Tumezungumza hapa na mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu nchini TOSC, Nyasebwa Chimago, na tunakamilisha hivyo.